Kaka, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Habari za majukumu? Wewe kapata maoni yako mawili matatu baada ya kutazama mechi ya jana na leo. Naomba kwanza anzia ile ya jana. Maoni yako katika mechi ile ya jana, wewe unaonaje ile mechi ya jana? Wewe kama mshabiki wa Yanga, ulionaje mechi ya jana? Mimi kwanza kwa majina naitwa Deogratius Ethod. Nafanya business zangu hapo kona kwa Mlema hapa, nauza chips, bidhaa nzuri kwa wateja wetu hata bora kumekucha. Naweza mkaja hapa mkapata chips safi kabisa. Tukianza mechi ya jana bwana imechezwa kimkakati. Kwa sababu wale wa Angola walikuja kujilipua, walikuwa hawana cha kupoteza. Kule kwao wameshapigwa goli 3, kwa huku hawana budi kuja kujilipua. Japokuwa naona mashabiki wengi wa Yanga tunamlaumu kocha kwamba timu imecheza chini ya kiwango. Ukiwa kwenye hizi hatua za awali unatakiwa ucheze kimkakati. Na michezo ya klabu bingwa inahitaji mkakati wa hali ya juu. Yaani cheza uchezavyo, fanya vyovyote lakini hakikisha timu yako inafuzu kwenda hatua inayofuata. Na kweli tunashukuru Mungu jana mpira umechezwa hivyo bwana, japokuwa nasema eti ya maji lakini tumefanikiwa kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo tunasubiria mpinzani anayekuja ili tuweze kupambana naye. Watu wengi wanasema bwana kwamba kocha hafai, promotion zake anapanga watu ovyo nini. Wewe unasemaje kama shabiki? Yani siku zote mashabiki tuna kasumba moja. Timu ilikuwa imeshafika kwenye standard fulani. Kwa sasa watu wanataka tuendelee na standard ile hapana. Amekuja kocha mpya, tumeingiza maingizo ya wachezaji wapya. Kwa hiyo ni lazima, na ukija ukiangalia kocha hajapata muda mzuri wa kuiandaa timu yake. Kocha amekuja kipindi ambacho wachezaji wengine wapo kwenye mashindano ya CHAN. Kwa wachezaji waliopata muda kutrain na kikosi ni wachache. Kwa kocha mimi kwa upande wangu siwezi kumlaumu. Ukiangalia ndani ya siku 7 kacheza mechi 4 na zote mechi za kimkakati. Kwa hapo kwa sasa hivi mashabiki wa Yanga inabidi tuwe pole. Kitu kipigwa hivyo mradi tunapata matokeo. Ila mimi na imani kocha ataenda anaingiza falsafa zake siku hadi siku. Mwisho wa siku tutakuja kukaa tu kwenye ubora wetu ambao tulikuwa tumeshauzoea. Na watu wataimba Yanga na kuhakikishia 100%. Kwa hiyo kocha Romain Folz kama Yanga tuendelea kumvumilia, ni bonge la kocha. Tumepata bonge la kocha. Engineer na akili sana. Hajawahi kufeli kwenye hilo, tunamwamini wana Yanga. Katika kikosi cha Yanga wewe uliona jana katika kikosi kilichopanga kocha. Nani atakiwa kuwepo, nani atakayotakiwa kuwepo? Kwanza kocha anatusurprise kwa huyu Azizi Ndambwile. Yaani wana Yanga wote kwa kweli hapo ametusurprise. Wengi tulikuwa tunategemea kwamba alivyosajiliwa Musa Balakonte, tulitegemea kabisa kwamba ndio atakuwa chaguo la kwanza la kocha. Lakini kumbe kocha kwa sababu kapata muda kutrain na Azizi Ndambwile, kwa kweli kamtengeneza Ndambwile, amefanya mpaka tuanze kumsahau Aucho. Ndambwile kwa kweli amewaka. Mimi nadhani kwa kikosi kilichocheza jana kilikuwa sahihi tu na sababu alizofanya zilikuwa vizuri. Kwa hiyo walioanza na waliokuwa sababu wote walistahili. Kikubwa tumpe tu muda kocha aendelee kukiandaa kikosi chake, kitakuwa bora zaidi. Katika mechi ya leo wewe kama mtani Simba na Yanga sasa hapo tumehamia kwa Simba. Maana leo kacheza Simba, sisi Yanga tulicheza jana. Kwa hiyo tupo kwa Simba. Simba ya leo uliangalia leo? Ndio nimeangalia dakika zote 90. Cha kwanza nampongeza mtani wangu. Cha kwanza nampongeza mtani wangu.